Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala. Mbele yako hapa ni waheshimiwa wabunge. Tunafahamu umegombea nafasi ya kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano kutoka Chama cha Mapinduzi. Unapewa dakika zisizozidi 3 za kutoa maelezo, na endapo itawapendeza waheshimiwa wabunge wanaweza kukuuliza maswali yasiyozidi 3. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuniwezesha kusimama hapa mbele yenu ninyi kwenye bunge hili tukufu. Mimi naitwa Musa Azan Zungu, nimetania kugombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kwanza nimshukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipendekeza jina langu kwenda kwenye caucus ya chama, na niwashukuru wajumbe wa Chama cha Mapinduzi kwenye caucus kwa kuniteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja ya ajenda zangu kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe, ni kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu kwa maslahi mapana ya watu, ikishirikiana na serikali na mhimili wa mahakama, ili tuwe taifa moja, taifa la amani, taifa ambalo linataka maendeleo na ustawi wao. Serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa wametoa dira ya taifa ya 2025-2050. Dira hii inataka isimamiwe vizuri na bunge hili kuisaidia serikali malengo yake ya ustawi wa jamii kwenye afya, miundombinu, elimu na amani na ulinzi wa taifa letu iweze kutekelezwa. Kwa heshima na taadhima, mkinipa kura zenu, nitashirikiana na nyinyi kuhakikisha dira hii ya taifa ile mafanikio makubwa sana, ili wananchi wetu waweze kupata hamu, uhuru na starehe ya taifa lao. Kwa heshima na taadhima, naomba kura zenu. Katika hatua hii tulisema makofi yapungue kidogo. Haya, ndugu zangu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Ado. Ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza, iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania, hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali ilivyotangaza, mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litalosimamia katiba hilo, na wale ambao tuko ndani ndio tutakiamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili. Swali la 3. Jaza ujazwe. Aliko hapa. Liko hapa swali la. Karibu. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize, katika bunge hili la 13, sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu? Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani, haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu naweza kujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni ya toleo jipya la mwaka 2025 kanuni ya 4. Na haya ndio kwa mwongozo wangu kwenye bunge hili. Mheshimiwa Zungu, maswali yameisha. Sasa bado na swali? Ala, ulinyosha eh? Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi, napenda kuuliza swali moja. Tukikuchagua leo kwa spika wetu wa bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali? Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge sio vita kati ya serikali na bunge. Pamoja kwa spika anatakiwa neutral, lakini wabunge ni waasi, niwasaidie. Kazi yetu sisi kuleta kero, shida za wananchi wetu kwenye taifa letu. Hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza, na wananchi wetu tutatizama kwa dira hii mpya ambayo ilitolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan